Nilisema wakati naongea na wanafunzi, nikawaambia serikali imeshafanya jukumu lake. Mheshimiwa Rais ameshatimiza wajibu upande wake, walimu wanatimiza wajibu wao, na sisi upande wa wanafunzi tuliokuwa tumekaa kwenye deski pale tutimize wajibu wetu wa kusoma kwa bidii. Nimeona kauli mbiu ya maadhimisho isemayo amani na umoja ndiyo msingi wa maendeleo yetu. Inaakisi ukweli wa msingi kwamba maendeleo ya taifa lolote hayawezi kupatikana bila kuwepo kwa amani, utulivu na mshikamano wa wananchi wake. Kauli mbiu hii inawakumbusha wananchi wote kuwa mafanikio yoyote tunayoyaona leo, ikiwemo uwekezaji mkubwa katika elimu na miundombinu ya kijamii, yamewezekana kwa sababu ya mazingira ya amani tulionayo. Umuhimu wa kauli mbiu hii uko katika kuhamasisha jamii kuendelea kulinda na kuenzi amani, huku kila mmoja akitimiza wajibu wake kwa kuimarisha umoja wa kitaifa na kushiriki kwa pamoja katika ujenzi wa taifa. Hapa tunakumbushwa kuwa mafanikio katika sekta zote ikiwemo elimu yamewezekana kutokana na mazingira ya amani na utulivu. Hivyo ni wajibu wa kila mmoja wetu kulinda na kuitunza amani na umoja ili viendelee kuwa nguzo ya maendeleo ya taifa letu. Sambamba na maadhimisho ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar na ufunguzi wa skuli hii, napenda kusisitiza masuala kadhaa ya msingi ambayo ni nguzo ya maendeleo ya taifa letu. Moja, serikali itaendelea kuwekeza katika elimu inayojenga umahiri, ujuzi na maadili ili kuandaa vijana wenye uwezo wa kufikiri, kubuni na kufanya kazi kwa vitendo, na si kwa ajili ya mitihani pekee, bali kukabiliana na wa kuandaa vijana wenye sifa hizi sasa upo. Serikali itaendelea na ujenzi wa skuli za kisasa na utekelezaji wa mtaala mpya, sambamba na kuimarisha maandalizi ya walimu na mapitio ya mitaala ili elimu bora ilete tija halisi kwa taifa. Na sisi ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Mapinduzi Zanzibar tutaendeleza ushirikiano ili kuweza kuhakikisha kwamba haya yanayopangwa yenye malengo mapana na manufaa mapana kwa wananchi wetu wote yanawezekana. Wananchi, walimu na wanafunzi kwa pamoja tuweke kipaumbele katika kulinda, kutunza na kutumia ipasavyo miundombinu ya elimu iliyowekezwa kwa gharama kubwa, kwani ni mali yenu wenyewe na ni urithi wa vizazi na vizazi vya sasa na vijavyo. Serikali ni mratibu tu, hii ni mali yenu. Wahenga walituasa kitunze kidumu. Wakati nikielekea mwishoni mwa hotuba, ni wasihi wazazi na Watanzania wote kwa ujumla tujitahidi kulibeba kwa pamoja jukumu la malezi ya vijana wetu. Jukumu hili la malezi huanzia nyumbani, ndipo hufikishwa shuleni kwa walimu. Jukumu hili si la walimu pekee, bali ni jukumu letu sote kama jamii. Tumeelezewa hata kwenye Qur'ani na Biblia zote zikitufundisha kuwa nyumba ndiyo shule ya kwanza pale nyumbani. Wazazi ni walimu wa kwanza pale nyumbani, na malezi bora ndiyo msingi wa jamii iliyo bora. Nilipita madrasa, nakumbuka imeelezwa kwenye Qur'an Surah Luqman sura ya 31 aya ya 13 kwa Luqman akiwa ni mzazi alikuwa anamsihi
mwanawe kuhusu mienendo na tabia nzuri, na vile vile imeelezwa kwenye Biblia tukufu Mithali ya 22:6 kuwa mlee mtoto katika njia ipasayo, nayo hata iacha hata atakapokuwa mzee. Hivyo ni wasii wazazi tufanye jukumu hilo la awali la kuwa mlezi wa kwanza na kuwa mwalimu wa kwanza. Niendelee kurudia tena kumpongeza Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kuendeleza na kuimarisha sekta ya elimu kama alivyofanya katika sekta zingine. Na niwaambieni, si kwa mgeni tu ambaye akija hapa ataiona Zanzibar ikiwa imebadilika, hata ninyi wenyewe mnaiona Zanzibar ikiwa imebadilika. Na ukweli una tabia moja, hata ukiubishia wenyewe unabakia kuwa ukweli. Zanzibar imebadilika na inabadilika kwa kasi, na haya anayofanya si manufaa binafsi, ni manufaa kwa Wazanzibari wote. Kwa hiyo tuendelee kumuunga mkono ili dira aliyonayo aweze kuitimiza kwa manufaa mapana ya wananchi wa Zanzibar. Vile vile nawashukuru sana wadau wetu mbalimbali wa maendeleo ambao mara zote wamekuwa bega kwa bega na serikali katika kuleta maendeleo ya taifa, hususan katika sekta hii ya elimu. Kama tunavyotambua, tunathamini ushirikiano wa wadau wote wa maendeleo ikiwemo Benki ya Dunia, Shirika la Fedha la Kimataifa IMF, pamoja na wadau wengine wote ambao tunashirikiana nao wa ndani ya nchi na nje ya nchi, tunaoshirikiana nao katika kuendeleza huduma za jamii katika nchi yetu. Waheshimiwa viongozi, nikiwa namalizia, niwaombe mridhie niseme jambo moja katika kumalizia. Nitumie jukwaa hili kwa niaba ya serikali kuwapongeza sana vijana wetu wa timu ya taifa. Mliona shughuli jana. Mmeona shughuli jana. Vijana wetu wamepeperusha vema bendera ya taifa letu, wametetea vyema wimbo wa taifa letu, wametuwakilisha vyema. Na mimi naweza kukiri kusema kwamba hawakutoka mashindanoni, wametolewa mashindanoni. Mlivyoona na mimi nimeona hivyo hivyo, na maoni yenu yanafanana na maoni yangu, hasa dakika za mwisho zile. Kwa sasa nitumie fursa hii kuwapongeza sana kwa niaba ya serikali. Tunawapongeza wizara, tunawapongeza wenyeji wetu waliowapokea kule, tunawapongeza taasisi zetu, shirikisho la mpira wa miguu la Tanzania na la Zanzibar, tunapongeza wizara, tunapongeza mkuu wa msafara, tunapongeza benchi la ufundi, na tunawapongeza vijana wetu waliovuja jasho. Kwa yale tuliyoyaona wamefanya kwao, tuwaambie tu na sisi tuna kwetu, watakuja.
na sisi na kwetu ni hapa hapa. Watakuja tena, sio mbali, 2027 watakuja. Vijana wanasema sisi ni people, tutakutana tu, watakuja. Kwa hiyo nitoe rai kwa Watanzania wote, timu itarudi kesho kutwa. Wizara pamoja na mkoa na mkuu wa mkoa huko hapa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam naye asikilize. Andaeni utaratibu, vijana wetu wasifike kimya kimya, wapokelewe kishujaa. Na kwa kuwa tunatambua kwamba mwaka kesho watakuja, waheshimiwa viongozi wetu, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi wameshafanya kazi kubwa ya kuandaa miundombinu ya kisasa kujiandaa na hiyo mwaka kesho. Sasa wizara za michezo pamoja na mashirikisho yetu TFF na ZFA, fanyeni kazi ya kuandaa timu. Viongozi wetu wameandaa miundombinu, twendeni tuandae timu. Ili watakapokuja tuwe tumejiandaa. Na moja ya maeneo ya kuandaa timu, angalieni kanuni zenu. Nilikuwa nawaza nikisema tufute leo matumizi ya wachezaji wote wa kigeni, nitatafuta ugomvi ambao hauishi. Tutaacha kujadili kuwasubiri wanaokuja mwaka kesho, tutaanza kujadili kuondoa wachezaji wa kigeni. Sasa nadhani tugawe mashindano. Angalieni kanuni zenu. Yale mashindano ya shirikisho, yale mashindano ya ligi kuu yatumie wachezaji wote, na yale ya mataifa ya nje ya champions, sijui mabingwa, klabu bingwa, sijui shirikisho, yatumie wachezaji wote na wa kigeni. Lakini haya yanayoandaliwa na mashirikisho, kwa mfano shirikisho la TFF, kifupi tu imezoeleka kuitwa FA. Angalieni kanuni hiyo, itumie wachezaji wazawa tu, ili kutengeneza wigo mpana wa wachezaji wetu wa kushiriki mashindano mengi. Ikiwezekana hata yaongezwe na urefu, ugenini na nyumbani, ugenini na nyumbani, ugenini. Tukianza sasa mpaka mwaka kesho, tutakuwa na kikosi kikubwa ambacho tunaweza tukakiona. Lakini sio hiyo tu, tukirefusha ligi ya Muungano kwamba iandaliwe inapoanza ligi kuu, na yenyewe ligi ya Muungano ianze, timu zote za Pemba na hapa Unguja na timu zote za bara, ugenini na nyumbani, ugenini na nyumbani, ugenini na nyumbani, mtoano mpaka inapofika mwezi wa 4 kilele cha Muungano, tutakuwa na hiyo itumie wachezaji wazawa tu. Naamini tutakuwa tumetengeneza mashindano ambayo yatawafua vijana wetu. Ukija ukaunganisha na wale wanaocheza nje ya nchi, tutakuwa na kikosi kipana ambacho kimeshiriki mashindano mengi. Sio hiyo tu, hata ligi za mikoa na zenyewe ziratibiwe. Sasa wizara zetu za michezo, kaeni, angalieni kanuni, kaeni na mashirikisho, angalieni, mkishaona inafaa mtuletee hayo mapendekezo, mimi na makamu wa pili wa rais, ili tupeleke kwa viongozi wetu wakuu. Yakishapata ridhaa, tuweze kutekeleza katika kuandaa vikosi vyetu vya kupeperusha bendera ya taifa, huku Tanzania akiwa mwenyeji. Wanakuja hapa
Kwa hiyo kama jirani yako alikuwa anasikitika, mwambie tulia, watakuja hapa hapa. Kwa hiyo niwapongeze kwa mara nyingine Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Amekuwa na nyota njema katika uongozi wake. Vilabu vimefanya vizuri sana, vikaweka historia ambavyo havikuwahi kuweka. Nyota njema, na hata timu ya taifa na yenyewe imeweka historia ambayo haikuwahi kuweka. Kwa hiyo haya sio ya kuyachukulia tu kiurahisi urahisi. Yangekuwa kiurahisi urahisi yangeshafanyikaga na zamani. Si nchi na wachezaji si walikuwepo? Lakini historia hizi hazikuwahi kutokea. Kwa pongezi zimfikie Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Wameendelea kuweka rekodi, wameendelea kuweka historia na alama mpya kila sekta. Uongozi unaoacha, sisi kazi yetu ni mambo mawili: tuendelee kuwaombea dua na tuendelee kuwapa ushirikiano. Hayo ndio mambo ambayo wao wanatamani wayapate kutoka kwetu. Kwa ndio viongozi na wananchi wenzangu, nihitimishe hotuba yangu kwa kuwashukuru tena ninyi wote pamoja na viongozi na kamati ya maandalizi na wananchi kwa kuratibu vizuri shughuli hii ambayo imefanyika leo. Mheshimiwa Naibu Waziri pamoja na timu yenu yote ya wizara, hongereni sana. Mmeratibu vizuri sana. Hongereni sana. Uratibu wenu mmetendea haki kazi kubwa ambayo imefanyika. Na mimi niwaambieni, nilisema na mle ndani, kazi ya aina hii inatuandalia kizazi kilichotulia, inatuandalia jamii yenye utulivu, jamii isiyo na msongo, jamii iliyotulia. Maandalizi ni jambo la msingi sana kwenye jamii. Nilisema sisi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Naibu Waziri, Mheshimiwa Katibu wa Itikadi na Uenezi, Mheshimiwa Waziri pale, na wengine wa rika letu ili rika letu kwenda juu. Wakati sisi tunasoma kila kitu kilikuwa hakitoshi. Kila kitu hakitoshi. Niwaambia watu siku moja, ili vijana wa leo muone kazi kubwa ambayo imeshafanywa kufuatia mapinduzi matukufu na kufuatia muungano wetu. Enzi zile kila kitu kilikuwa hakitoshi. Ndio maana unaona hapa wanafunzi waliokuwa wanasoma, shule ziko 5, inakupa ujumbe ni namna gani kila kitu kilikuwa hakitoshi. Sasa kule kwa wafugaji kule kwetu tulikotoka, mnazaliwa, mnapoenda kula chakula hakitoshi. Huko kijana mdogo unawekwa na kundi la mababa watu wazima, inabidi ujifunze kuweka sebule. Yaani unamega ugali unaweka na sebule, kwa sababu ukimega ukisubiria mikono itoke kwenye mboga, chakula kimeshaishi. Haitoshi. Mkienda kulala kitanda hakitoshi. Shuka haitoshi, mnagombania. Mkienda darasani madawati hayatoshi.
vitabu havitoshi. Sehemu nyingine mpaka hewa ambayo Mungu kaileta haitoshi. Kama darasa halina madirisha, hewa itatoshaje? Hata hewa haitoshi. Usafiri wa kukupeleka uende shule hautoshi. Walimu hawatoshi. Ukishamaliza kusoma, ukishafanya mtihani, wanakuambia umefaulu ila haujachaguliwa. Nafasi hazitoshi. Sasa leo hii nimeona dawati moja, mwanafunzi mmoja, ile desk yake classic, dawati classic, kiti classic, meza classic ya kisasa. Kwa kiti kile kwa kiti kile na meza ile, lazima tu wanafunzi wote watakuwa na mwandiko mzuri. Sasa umekaa kwa kuegeshea, umekaa kwenye jiwe linakuumiza, mwandiko mzuri unaupata wapi? Kwa hiyo hii tujifunze kwamba hii jambo analofanya Mheshimiwa Rais ni jambo linaloandaa urithi bora kwa hawa watoto wetu, urithi bora kabisa kwa watoto wetu. Na wazee wetu waasisi Mwalimu Nyerere na mzee wetu Karume walisema, ukitaka kuwaondolea umaskini watu wetu, wasomeshee watoto wao. Huo ndio urithi sahihi. Kwa asanteni sana. Baada ya kuyasema haya, sasa natamka rasmi kwamba skuli hii ya kisasa ya sekondari ya Shukrani nimeifungua rasmi leo tarehe 5 Januari 2026. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Zanzibar, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asanteni sana.